Nipo na mwalimu ambaye yeye ni mwalimu mkuu, mwalimu mwenye dhamana yake katika shule hii ya msingi Dumila Juu. Ataenda kutueleza kwa kirefu namna gani ambavyo mahafali haya yalipangwa na leo yakapangika na yakafanyika kwa mafanikio makubwa sana. Mwalimu, habari yako? Hao salama. Ndio. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa kutujalia afya njema mpaka tumefikia siku ya leo. Naam. Lakini pia nitoe shukrani kubwa sana za dhati kwa wazazi, kwa wanafunzi wa darasa la 7 ambao waweza kufanikisha mahafali hii. Ndio. Tulikaa na wazazi tukapanga, tukaona namna gani tunaweza kufanikisha, wazazi wakaitikia na mwisho wa siku tumeweza kufanikisha jambo hili. Naam. Kwa kweli ni kuwashukuru sana kwa sababu mahafali imefana sana ukilinganisha na miaka iliyopita. Ndio. Kwa hiyo nawashukuru sana wazazi pamoja na wageni wote ambao wamefika, kwa sababu shughuli bila wageni walikwa si shughuli tena. Lakini leo wageni wengi wamekuja kutukimbilia na kwa kweli tumefanya mahafali ambayo pasina shaka inaweza kuwa kwanza katika kata ya Dumila au wilaya ya Kilosa kwa jumla kwa mwaka huu. Naam. Labda wapenzi watazamaji wetu wa CCTV Online wangependa kukufahamu kwa majina yako. Kwa majina naitwa Mwalimu Kainze Sente Mijilio, ndiye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Dumila Juu. Aha. Naona kila mmoja ambaye ametoka hapa ameondoka na bashasha ya hali ya juu sana. Pamoja umeelezea kwamba hii huenda ikawa ndio mahafali ambayo imebamba sana kama vijana siku hizo wanavyosema. Nini haswa siri mahafali haya kufana kwa kiasi hiki? Siri ni moja tu, ni mipango mipango mizuri ya stafu, mipango mizuri ya kamati ya shule, lakini mipango mizuri ya wazazi ambao ni walezi wa watoto wetu ambao kwa pamoja tunashirikiana nao, na ndio maana mahafali imeweza kufana namna hii. Sawa sawa. Labda sisi wa CCTV pia kwa sababu tulikuwepo katika tukio zima pia tukupe pongezi kwa namna yake, jinsi gani ambavyo mpaka tumeona umejaribu kutoa motisha hata kwa walimu ambao pia wamejituma na kufanya kazi vizuri. Sisi pia tukupongeze sana kwa hilo. Labda sasa rai yako kwa wazazi, maana najua kuna changamoto mbalimbali unazokutana nazo. Rai yako ni ipi kwa wazazi? Rai yangu kwa wazazi ni kwamba ushirikiano na ushirikishwaji ndio jambo muhimu sana katika kuleta maendeleo kwa kila jambo. Kwa maana hiyo kwamba niwaombe tu wazazi wasituchoke tunapokuwa tuna mambo yetu, tuna jambo letu ya kufanya, likiwa la maendeleo, likiwa la taaluma na namna nyingine lolote vile. Wao ni nguzo muhimu sana katika kuleta maendeleo. Kwa hiyo ni kuwaomba tu na kuwasihi wasione kwamba ni changamoto au ni taabu au tunawapa shida, lakini maendeleo yoyote yale bila kuumia huwezi kupata maendeleo. Kwa hiyo wazazi ni jukumu lao, na sisi kama wataalamu, walimu na wengine ambao tunasaidia serikali kwa pamoja ni kushikamana kwa pamoja, kupeana taarifa ambazo ni muhimu, na zikiwa taarifa zikishafikia walengwa kwa maana ya wazazi au jamii, inakuwa ni rahisi sana katika kufanikisha jambo lolote. Kwa maana hiyo niendelee tu kutoa shukrani, lakini pia kuwaomba na kuwaasa sisi kama jamii ya Dumila kwa pamoja. Mambo ni mengi ya kimaendeleo, lakini bila wao hatuwezi kufanikisha. Wao ndio nguzo muhimu kabisa katika kufanikisha kwa jambo lolote. Serikali yetu ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania imeibadilisha ratiba kidogo ya ufanyaji wa mitihani kutoka mwezi Oktoba hadi mapema sana ya mwezi Septemba. Nadhani yote hii ni kupisha uchaguzi mkuu wa 2025. Hii ratiba haijawasili? Hapana, ni kwamba serikali haijabadilisha ratiba, ni miaka yote tunafanya mwezi Septemba. Lakini tu labda imeweza ikawa tofauti ni tarehe tu, lakini kwa maana ya kwamba kuathiri katika mfumo mzima wa ujifunzaji na ufundishaji hapana, haijaathiri. Yaani iko pale pale. Sawa. Kilichopo ni ratiba tu ambayo imewekwa, imevutwa kidogo nyuma kidogo. Wakati mwingine tunafanya tarehe 13 na 14, sasa ni tarehe 11 na 12. Kwa hiyo wala hawezi kuathiri chochote kwa sababu tofauti ni siku moja. Sawa. Sisi mwalimu tukupongeze sana kwa hiki ambacho tumekishuhudia hapa leo, mahafali ambayo yamefana sana, na pia kwa niaba ya CCTV Online tupongeze pia kurugenzi nzima ya kiwanda cha sukari cha Mkulazi kwa kuweza kuchangia utoaji ule walioahidi pale wa mashine 2 za photocopy
pamoja na madawati 50. Nadhani pia labda kwa nafasi yako pia kupitia CTV online uzungumze japo kwa uchache tunao kuwaomba wazazi nao basi wajaribu nao kudondosha chochote kile ili shule yetu iweze kuondokana na ule uhaba wa madawati. Kwa kweli kwanza niwashukuru sana Mkulazi kwa sababu taasisi ile imekuwa bega kwa bega na sisi tangia mwaka jana tulikuwa na fundraising, walikuja tuliwaita wakatusaidia, lakini mwaka huu kabla ya kuwaita kuja kwa wageni rasmi tuliomba kuwatembelea kwenye kiwanda cha sukari ambacho kinazalisha ili wanafunzi wetu wa darasa la 7 waweze kuona mchakato mzima wa uzalishaji wa sukari. Kwa kweli hawakutunyima fursa, walituita takriban wanafunzi 300 na waliweza kwenda pale na kujifunza namna ya uchakataji wa sukari. Lakini kwa hili ambalo leo wamekuwa wageni rasmi, kwa kweli ni jambo jema sana kwetu, limetupa fursa kubwa kwa sababu kwanza wameshiriki kama jamii kutuchangia madawati hayo 50 ya thamani ya shilingi milioni 4. Lakini sambamba na hilo wametoa printer na photocopy machine kwa pamoja ambazo ni 2 ambazo zinaweza kusaidia katika swala zima la ufundishaji na ujifunzaji kwa kutoa kopi au katika utungaji wa mitihani ambao utarahisisha katika kazi ya ufundishaji. Lakini jambo jingine, jamii nayo kwa namna moja ama nyingine yapaswa kweli kushiriki katika mambo haya kwa sababu serikali peke yake haiwezi ikaweza haya mambo. Ni mengi, kila mahali watu wanahitaji msaada. Kwa hiyo serikali kwa upekee wake haiwezi, isipokuwa serikali pamoja na wananchi wakiungana kwa pamoja, baadhi ya changamoto zinaweza zikaisha kabisa, kwa sababu sisi ndio wenye matatizo. Serikali mpaka ije kuona tatizo inakuwa inachukua muda mrefu sana, lakini sisi ambao wananchi tunaishi na watoto na jamii yetu ni watu ambao tunaweza kuona haraka sana changamoto ambayo inapatikana katika shule zetu au katika maeneo ya taasisi za elimu. Kwa pamoja na hiyo, niwashukuru pia wazazi ambao wamejitolea mchango wao takribani 580,000 ambayo ni ahadi kwa ajili ya madawati, lakini pia fedha keshi ambazo zimepatikana 399,700. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni la kushukuru. Fedha zote hizi zitaelekezwa katika utengenezaji wa madawati kama ambavyo tulidhamiria katika harambee yetu, ili kupunguza basi mrundikano wa wanafunzi madarasani ambao wanakaa chini sio kwenye madawati. Tulikuwa na mwalimu mkuu wa shule ya Dumila Juu, Mwalimu Kayenze, ambaye alikuwa na jambo lake leo la mahafali ya wahitimu watarajiwa wa darasa la 7. Sisi wa CTV hatuna kingine, lakini pia tunajaribu kuzungumzia sukari ya Mkulazi. Inasemekana ni sukari tamu sana. Kijiko kimoja tu cha chai basi tayari kimeshakolea. Hadi wakati mwingine. Yeah.